بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمة يكافي مزيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. Amma baad, sisi katika hay'atul ulama kuna kitengo kilichoanzishwa kinaitwa Muntada al-Fiqh al-Islami. Ni chombo kinachozungumzia fiqhi, chombo ambacho kipo katika kamati ya da'wa au kurugenzi ya da'wa, na hapa mimi nazungumza kwa niaba ya kitengo hicho cha Muntada al-Fiqh al-Islami, na huu si muhadhara wa kwanza, mihadhara mingi tushawahi kutoa huko nyuma. Lengo kubwa kwa kuanzisha kitengo hichi cha Muntada al-Fiqh al-Islami ni kufanya kazi ifuatayo. Kwanza, kuitetea fiqhi. Tumeona kwamba fiqhi inapotea, na fiqhi ikipotea itakuwa ndio mwanzo wa sunna kupotea, kwa sababu hawa watu wa fiqhi wamechukua fiqhi kutoka katika sunna. Kwa hiyo pana umuhimu kuitetea fiqhi isipotee. Jingine ni kuwahamasisha watu wasome fiqhi, kasoro hizi unazoziona ambazo tunazungumzia hapa hasa zinatokana na kutokusoma vizuri fiqhi, kwa sababu masala ya kufupisha khutba haya yamezungumzwa katika vitabu vya fiqhi. Khutba iwe fupi na swala iwe ndefu, na kuna sura maalumu za kusoma siku ya Jumaa, lakini zote zinaachwa kwa sababu ya watu ima kutokujua fiqhi au kuidharau fiqhi. Na kadhalika ni muhimu kuzipa haki zile kanuni za kifiqhi na kanuni za kihadithi, kanuni za kiusuli fiqhi zilizowekwa, ambazo fiqhi inazotumia sana kanuni hizo. Kwa hiyo kwa kuangalia sana hali hiyo, katika Hayatul Ulama wamefikiria kuandaa kitengo hiki ambacho kinaitwa Muntada al-Fiqh al-Islami. Zamani tunakiita klabu ya fiqhi, lakini jina hilo limebadilishwa na hivi sasa tunasema ni Muntada al-Fiqh al-Islami, ambayo imo katika kamati ya da'wa na mwenyekiti wake ni huyu hapa. Fiqhi al-ilmu bil ahkam shar'iyya al-muktasabat min adillati at-tafsiliyya, ni dalili za kisheria ambazo zimechukuliwa kutoka katika, ni hukumu za kisheria ambazo zimechukuliwa kutoka dalili zile ambazo zimeelezwa kwa upambanuzi. Kwa maana hiyo kwamba fiqhi inatoka ndani ya Qur'ani, fiqhi inatoka ndani ya Qur'ani, na fiqhi inatoka ndani ya sunna, na fiqhi inatoka ndani ya ijma', na fiqhi inatoka ndani ya qiyas. Hii ni misingi minne ya fiqhi yetu si ahlusunna wal jamaa. Kwa kudharau usomaji wa fiqhi, matatizo mengi yametokea. Nakumbuka jana niliandika message nikaisambaza kwa baadhi ya watu kwamba ilivyo katika fiqhi, kwa itifaki ya maimamu watatu, kwamba katika siku huu kama hii ya Eid al-Adha, takbira ya kabla ya baada ya swala ya fardhi, takbira ya baada ya swala ya fardhi inaanzia min subhi yaumi Arafa, yani mwezi 9. Ilikuwa leo ianze takbir baada ya swala ya fardhi. Hayo yamo katika madhhabi ya Imam Shafi'i ambayo ndio tunayatumia katika ghalibu sisi, katika madhhabi Ahmad bin Hanbali na katika madhhabi ya Abu Hanifa rahmatullah alayhim jamia. Aliotofautiana sisi kidogo ni Imam Malik rahmatullah alayhi, pia naye
akasema kwamba inaanzia wakati wa dhuhuri, baada salati dhuhuri. Lakini kauli jamhuri nasema, kauli jamhuri ni kwamba inaanza baada salati subhi, baada ya salati subhi katika mwezi 9. Kwa maana Rabakhti mwaka huu tumekutana sisi watu wa hapa na wenzetu kule kwamba mwezi 9 ni huu mmoja. Lakini utakuta pia kuna baadhi ya watu pamoja na tangazo kama hilo hawakuleta takbiri katika salati subhi leo. Sasa hii nini maana yake? Ni kwamba watu hawasomi fiqh. Yamo katika fiqh yanazungumziwa wanayaacha, na si lazima usome fiqh zote. Nilizokuambia fiqh moja unataka wewe ambayo ushaipokea katika madhhab basi wewe ukishikamana nayo madhali inakwenda sawa sawa, wewe unakwenda sawa. Yote hiyo nataka nini? Kuacha fiqh. Kuna kipindi tuliwahi kuzungumzia sisi kwamba ni katika sunna kufunga siku 9 za mwanzo katika mwezi huu wa Dhulhijja. Siku 9 za mwanzo ni sunna kufunga, na ni sunna muakkada. Na hata mimi nikawahi kuandika na kitabu mpaka leo, nadhani kule katika kwa Ibn Hazm juu kipo kimekwisha, kitabu kidogo kuzungumzia fadhila ya siku hii, miezi hii mitakatifu, na kwamba ni katika sunna kufunga siku 9 za mwanzo katika mwezi wa mfungo 3. Lakini bali kuna watu litaka wao walikuwa wanatamani eti kitabu changu kijibiwe, wakasema kitajibiwa kwa sababu eti ni mikhalif, wakati mimi ndo nimefuata ile sunna. Hii yote nini? Kutokana na watu kutokusoma fiqh. Hawakusoma fiqh, wakaona kwamba haya masala yameelezwa katika fiqh. Vitabu unavyosoma katika fiqh, soma vitabu vya Kishafiia, Hanbalia, utakuta funga ipo. Bali hata katika tasawuf ipo. Katika tasawuf pia, hii tasawuf inapigwa vita pia imeeleza hivyo. Soma Bidayatul Hidayah ya Imam al-Ghazali rahmatullah alayhi, utakuta anasema ni katika sunna vile vile katika mwezi wa mfungo 3 kufunga siku 9 hizi. Watu midharawa. Misikiti mingi sasa hivi hapa Dar es Salaam mingi sio kwa ile tunayojua, hawaswali kabla ya magharibi, wakati ipo katika mukaddima Hadramia, ipo katika Minhaji Talibina, ipo. Hii ni fiqh gani tunaifuata sisi hapa kwetu? Yote inatokana na kasoro ya kuacha fiqh, na hii ni hatari. Utaacha fiqh kidogo kidogo, mwisho utaacha sunna. Na wale watu ambao kwamba wanavunja moyo watu eti wasifuate fiqh, wasome sunna tu, lengo lao ni kwamba wao wanataka sunna ile waifasiri wao kwa raia wao wanayotaka, ili wasifuate watu ile fiqh iliyopokewa huko nyuma. Al-Hafidh ibn Rajab rahmatullah alayhi, Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali katunga kitabu maalum kupingana wale watu ambao kwamba wao wanakwenda kutaka kuivunja fiqh inayotegemea madhahibu manne. Kitabu hata mimi ninayo nakala, ingawa nimekipata katika mtandao nikakiprint nacho kitabu. Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali kuonyesha kwa masala haya kutetewa fiqh, masala yapo, na hakuna chuo duniani ambacho ndani yake hakuna somo linaloitwa fiqh. Iwe ni Jamia Islamia, iwe Umul Qura, iwe Jamiatul Azhar, kila chuo ambacho kwamba kinafundisha masomo ya dini lazima kuwe na somo linaloitwa fiqh. Sasa watu kupuuza somo la fiqh, hii ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo sisi tumeona tuana tayarishe kitengo maalumu cha kuwahamasisha watu wasome fiqh. Na huwezi kuijua sunna mpaka usome fiqh. Na wanazuoni wote hao ambao kwamba wao wanajua katika asri zilizokuja baada ya Shafi na Malik na Hanbali hakusoma sunna ila kwa kutumia fiqh. Ukimwona Imamu Nawawi utamkuta alikuwa mtu wa fiqh. Ibn Taymiyyah alikuwa mtu wa fiqh. Ibn Qayyim alikuwa mtu wa fiqh. Ibn Qudama ndio mwenyewe katika fiqh. Lakini watu wanataka kujifanya wao wasome sunna tu peke yake bila kupitiza hizi njia alizopitiwa na wenzetu waliotangulia. Hili ni jambo la hatari sana. Fiqh imehitajika sana. Kuanza kuhitajika sana ni katika kipindi cha maswahaba baada kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mwenyewe hayupo, mtu akitatizika atakwenda kuuliza wapi? Kwa hiyo hapo fiqh
ikatiliwa nguvu sana katika wakati wa masahaba, wakajulikana kwamba khurafa urashiduna ni viongozi katika fiqh. Lakini kuna watu ambao wakawataja mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajuzi katika fiqh, kama Muadh bin Jabal. Muadh bin Jabal akasema yeye ni mjuzi zaidi katika halali na haramu. Akamtaja vile vile Zaid bin Thabit kama ni mjuzi zaidi katika kujua ilmu al-faraidh, ambayo ni sehemu katika fiqh. Kwa hiyo fiqh imeanza kushughulikiwa tokea wakati wa maswahaba ikaendelea fiqh kupewa muhimu mpaka wakati wa tabi'ina. Wakati wa tabi'ina fiqh vile vile imepewa muhimu. Kule Madina kulikuwa na fuqaha saba ambao hata Imam Malik akiwategemea. Al-fuqaha saba, na kiongozi mkubwa katika wao anajulikana ni Said ibn al-Musayyab rahmatullah alayhi, na wengine wengi tu kama Salim mtoto wa Ibn Umar kalikuwa katika hao fuqaha saba. Hao ni watu Madina, tubaki watu wa Misri na kwingineko. Hicho ni kipindi cha tabi'ina. Iliendelea fiqh vizuri hivi hivi iliendelea fiqh vizuri hivi hivi mpaka ikafika kipindi cha karne ya pili. Karne ya pili likawa fiqh sasa ni mudawwan, vikatungwa vitabu. Al-Imam Abu Hanifa akawa na kitabu chake ambacho sana naandika mwanafunzi wake Abu Yusuf. Baadaye Malik ana kitabu chake Al-Muwatta cha hadithi, lakini ndani mna fiqh. Al-Imam Shafi'i na ndio alianzisha msingi wa kawaida zilizotumika katika fiqh, akatunga kitabu Risala. Imam Ahmad bin Hanbal ambaye ana kitabu Al-Musnad maalum kukusanya hadithi. Yeye alikuwa ni mtu wa fiqh, lakini hapendi kuandika katika fiqh kwa sababu anaogopa watu wasishughulike fiqh wakaacha sunna. Na kumbe mambo mawili haya lazima yende sambamba. Hali imeendelea hivi hivi, pia wakaendelea kuweka kaida nyingi ambazo kama ingekuwa sisi tunazifuata vizuri kaida hizo, yani kanuni hizo, tungekuwa hatuzozani katika masala, hatuzozani, tungepata ufumbuzi wa kuunganisha kauli zetu, tukawa ni kitu kimoja. Wanasema al-akhdhu bil ahwati mustahabun khurujan min al-khilaf. Hii ni kaida kifiqhi ipo. Al-akhdhu bil ahwati mustahabun khurujan min al-khilaf, kushikilia jambo la yaqini, kushikilia jambo ambalo kwamba hili na kuipusha na shaka ni mustahabu. Yote nini? Kujiepusha na khilaf. Ukiangalia utakuta, natoa mfano mwingine tu. Kwa nini watu wanabishana sana katika siku ya Arafa? Wanabishana sana katika siku ya Arafa kwa sababu kila mmoja anataka kulazimisha kauli yake. Hapa ninapojua sisi kwamba Arafa ilikuwepo kwa siku nyingi, Arafa ilikuwepo kwa siku nyingi, lakini watu walikuwa hawabishani wakati huo. Lakini siku hizi wanabishana kwa sababu kuna walioelewa kwamba saumu ya Arafa kwa mujibu wa ile saumu yenyewe iliyotajwa, siyamu yaumi Arafa, ni siku ya Arafa. Na maana siku ya Arafa kwamba watu wote wanakwenda, waliokwenda hija wako katika uwanja wa Arafa kwa hiyo kufunga siku ile. Lakini wengine wakasema hapana, ile mwezi 9 ile ndio siku ambayo watu wafunge. Ikatokea ikhtilafu sasa, ikawa hiyo sasa mitandao imezidi, watu wanaonekana waziwazi kule wakatoka uwanja wa Arafa. Wewe ndio mwambie mtu kwamba utafunga kesho. Ikhtilafu hii imetokea kwamba kule kueleza mafhumu ya yaumu Arafa ni ile tarehe yake au ni siku yenyewe ambayo kwamba, lakini hapa ilikuwa hapana haja ya kuzozana. Ufumbuzi uko mzuri tu ambao watu wa fiqh wenyewe washaeleza. Ufumbuzi uko mzuri tu, kuna sababu ya kuzozana. Kwanza tumesema sisi kunafunga siku 9. Unafunga siku 9 kuanzia mwezi mosi mpaka siku ile mtakaiswali Idi, ndio mwisho. Sasa kama ingekuwa wewe unafunga siku 9, pana haja gani kujua wewe umefunga Arafa ya wapi, hapa Arafa ya kule? Kwani umeambiwa lazima unuie useme nafunga yaumu Arafa?
malipo analipa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa funga yako miswadi fi yaum Arafa, ndio hiyo hiyo. Na vile vile watu wa fiqh wakasemaje? Wakasema vile vile mustahabu kufunga mwezi 8 na 9. Vitabu vya zamani hivyo ambavyo vilikuwepo kabla ya radio na mtandao na TV, wakasema kwamba ni mustahabu kufunga nini mwezi 8 na 9. Kwa nini? Ihtiyatan khuruja min al-khilaf. Sasa huoni kwamba hapa kumbe kuna njia al-akhdhu bil akhwati mustahabu. Wewe waache watu wafuate wanavyotaka wenyewe, lakini swala la Arafa liko pale pale. Kama hii Arafa aiwa watu wakisimama au sio, kama umefunga siku 9 utaipata Arafa, unataka utaipata Arafa muda huko umefunga siku 9. Lakini yote kwa sababu ya kuwa watu hawasomi fiqh na hawazami katika fiqh wakapata ufumbuzi kama hiyo. Hii kaida itakiwi kabisa siku ya al-akhdhu bil ahwati mustahabun khurujan min al-khilaf. Na ndio maana mizozo inazidi, na hali ya kuwa sisi madhhabu haya manne yote ni ya kwetu. Sasa wajibu wetu sisi wakati mwingine pakitokea mgongano baina madhhab na haya, hatuwezi kuchagua kwa mimi ni mtu wa huku wewe mtu wa huku. Hapana, tujaribu kutumia kaida al-akhdhu bil ahwati mustahabun khurujan min al-khilaf. Kaida nyingine katika jumla ya katika kanuni ambazo zinatumiwa, alhadithu dhaif yuqawi ba'du ba'd. Hadithi ikiwa dhaifu, lakini udhaifu wake una sehemu maalumu, watu wa hadithi wamesema inaunganishwa, inaruka katika udhaifu, hadithi hiyo inakuwa hasanu li ghairi. Lakini pia umefika watu hadithi yakishasema hadithi dhaifu, basi haangalii hadithi hii kwa peke yake au ina mwenziwe, na kama ina mwenziwe, je, standard ya udhaifu wake inafaa kuunganishwa au haifai? Watu wamekuwa wametasarra sana, wanatia watu katika dimbwi ambalo silo hilo. Tuliambiwa sisi tujezani ndani yake. Kuna jingine hadithi dhaif ambayo yu'malu bihi fi fadail al-a'mal. Hadithi dhaif ile ina kiwango chake maalum dhaifu. Kuna dhaifu maalum. Hadithi hii sisi tunaweza kuitumia katika fadhail al-a'mal, lakini pia haitaki fadhail al-a'mal. Na hizi ni kaida zimewekwa na wanazuoni jamhur ulama. Kuna kitu kinachoitwa talaqatu al-umma bil qabul. Talaqatu al-umma bil qabul, yani hadithi ni dhaifu, lakini watu katika wasalafi walikuwa wakitumia masala hayo, ndio wanavyo ilikuwa kitumiwa hayo. Ile madhululi iliyomo katika hadithi hiyo ilikuwa ikitumiwa na watu wa salafi wote. Hadithi hiyo ipata nguvu na bwa talaqatul umma bil qabul. Na huo ndio mzozo uliotokea baina ya Sheikh Ismail Ansari rahmatullah alayhi na Sheikh Muhammad Nasir al-Albani katika salatu tarawih. Akatunga kitabu maalum Sheikh Ismail Ansari kumjibu Sheikh al-Albani katika kukataa tarawih kwamba haifai kuswali zaidi ya rakaa 8. Kitabu kipo kwenye mitandao. Kwa hiyo fiqhi, wanazuoni wa fiqhi waliweka misingi mizuri ya kutumia hii fiqhi, na itusaidie sisi katika mwongozo wetu mpaka sasa hivi. Lakini wapi, katika karne ya 3 pametokea changamoto kubwa sana katika fiqhi. Katika karne ya 3 imetokea changamoto kubwa katika fiqhi. Kwa nini? Kuvunjwa msingi mmoja maalum. Tumesema misingi ni minne: msingi wa Qur'ani na Sunna na ijma'i. Kuna msingi wa kiasi. Wakatokea watu ambao wao pia walikuwa wakifuata wanazuoni hao waliotangulia. Akatokea Daud bin Ali al-Dhahiri rahmatullah alayhi, ambaye alifariki mwaka 270, ambaye naambiwa alikuwa sana akisoma vitabu vya Imam Shafi na akimpenda Imam Shafi, lakini baadaye akaanzisha dhehebu lake mbali, kukataa kiasi. Haikupita muda akajitokeza al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullah alayhi, ambaye alikuwa na Andalus kule, kafa katika mwaka 456, naye akapinga kiasi na akawa mkali zaidi kutoka hata huyo Daudi.
Mmongonyoko umeanza hapo. Kaja kipindi kubwa zaidi, wakatokea watu kutokujali kauli jamhuri, kutokujali kauli jamhuri. Kauli jamhuri vipi? Kwamba sisi tunasema ikiwa maimama wanne watatu wako upande mmoja, inaambiwa hii kauli jamhuri, kwa sababu hao maimamu wote tunawataja katika salafi. Kwa hiyo wakiwa wako watatu inaambiwa hii kauli jamhuri, au wakiwa wote inaambiwa kauli jamhuri. Na pia huongezewa wanazuoni wengine ambao sio hawa tuliowataja, wakatilia nguvu, inaambiwa hii kauli jamhuri. Lakini wakatokea watu wakataka kuifanya kauli jamhuri si lolote si chochote, kwa sababu si hoja. Si tunakubali kauli jamhuri si hoja, si sawa na ijma'i. Kauli jamhuri si sawa na sunna, wala si sawa na Qur'ani, kwa sababu hao watu jamhuri ni kikundi cha watu si maasumin. Lakini wanazuoni wengi wamesisitiza, waliokuja nyuma wakasema japo kuwa kweli hii si hujja, si katika hizo dalili zinazotegemewa katika fiqh, lakini pia sio swala la kudharauliwa jamhuri. Wengine wakaitumia kauli jamhuri yanapotokea masaili yametatiza huku na huku sawa kwa sawa. Sasa tutumie dalili gani? Tutumie upande gani? Tunatumia upande wa jamhuri, upande wa jamhuri. Ukiacha jamhuri, kuna baadhi ya masaili ukiacha jamhuri utatia watu katika mushkeli mkubwa, kwa sababu madhahibu yanagongana na tofautiana. Al-Imam Subki rahmatullah alayhi na Imam Sheikh al-Islam bin Taymiyyah waliparurana sana, waligombana sana, na wote watu wameishi wakati mmoja. Zamani kule Sham, Dimashq, kulikuwa kuna madrasa mbili kubwa sana. Kuna moja inaitwa Darul Hadith al-Ashrafiyya, ndani yake pana alikuwepo Ibn Salah, mwanazuoni mkubwa wa sunna. Hatimaye akaja mpaka Imamu Nawawi, baadaye akaja Taqiyuddin Subki. Mbele yake kuna madrasa nyingine inaitwa Darul Hadith Sukariya, Darul Hadith Sukariya, ambayo pale ilikuwa kiongozi wa kwanza muhimu ilikuwa ni babake Sheikh al-Islam bin Taymiyyah Abdul Salam, nafikiri ndiye Abdul Salam, yeye Ahmad bin Taymiyyah. Babake alikuwa mwanazuoni pia na babu yake pia mwanazuoni. Huyu alikuwa ni kiongozi katika mashekhe wa Darul Hadith hiyo. Baada ya kufa yeye ndio akaja mwanawe Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, wakakutana kipindi kimoja na Taqiyuddin Subki, walibishana sana sana, na sababu kubwa wanabishana katika masaili yakifika jamhuri. Yule Taqiyuddin Subki ni kumstari wa mbele sana kuitetea jamhuri, lakini Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi anasema jamhuri inakubalika na heshimiwa, lakini wakati mwingine inawezekana ikapingwa. Ikatokea masala haya, sikizi, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Wakabishana hapa, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Wamebishana kinahwu tu, kama najua wengi wenu katika nahwu kwamba mustathna minhu ni ipi, kwa sababu mustathna lazima ijulikane mustathna minhu ni ipi, na ghaliban inakuwa almustathna minhu almustathna min jinsi almustathna minhu. Subki akasema la tusaddu rihalu ila masjidin illa ila thalathat masajidi, hapa fungwi safari kwenda msikiti wowote kunuia itikafu huko isipokuwa katika misikiti hii mitatu. Lakini alimamu Sheikh Islam bin Taymiyyah rahmatullah alayhi akasema hapana, mustathna minhu ni umum, yani mahali popote, ay la tushaddu rihalu la buq'atin illa ila thalathat masajid. Hapo mzozo ukatokea. Bin Taymiyyah hapo yeye akasikia hoja kwamba uwezo ukafunga safari kwenda Maka, kwenda Madina kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi ya Bwana Mtume, ila ufunge safari kwa ajili ya kuzuru msikiti Bwana Mtume. Uwezo ukafunga safari kutoka na kutoka
kwa nia kwamba eti azma yako ni kwenda kuzuru kaburi la Bwana Mtume, isipokuwa nia yako iwe katika kuzuru msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila utakapokuwa lazima utafunga safari tu ikiwa unafuata msikiti wa Bwana Mtume. Kinachozungumziwa hapa ni ile nia tu. Mzozo kama mkubwa sana mpaka Ibn Taymiyyah akapata taabu sana. Nakumbuka Ibn Taymiyyah aliwahi kufungwa. Miongoni mwa sababu za kufungwa ni kule kuzozana sana na mashekhe wenzake. Na pia Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi ilikuwa hapa naeleza faida nyingine pia iliyotokea baina yake yeye na Abu Hayyan. Abu Hayyan huyu ambaye katunga tafsiri ya Qur'ani, nafikiri al-Bahr al-Muhit, alikuwa ni mwanachuoni wa Andalus. Alipokuja akakutana na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, walipendana sana, kila mmoja anampenda mwenziwe, na yule ni amebobea katika nahwu Abu Hayyan, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye katika upande wa fiqh na aqida. Ikafika aya hii, sikilize vizuri katika faida: ya ayuha nabiy hasbuka Allah wa man yattaba'aka minal mu'minin. Ya ayuha nabiy hasbuka Allah wa man yattaba'aka minal mu'minin. Hapo mmegombania nini? Maatuf, kwa sababu kuna wao al-atf wa man, ya ayuha nabiy hasbuka Allah wa man yattaba'aka minal mu'minin. Abu Hayyan akafanya kwamba hii wao maatuf kwa ismu jalala hasbuka Allahu wa man, wao harfu al-atf imerudia katika ismu jalala Allah, hasbuka Allah. Na anasema hivyo Abu Hayyan kwa sababu pale pana mvutano baina basriyina na kufiyina. Basriyina wanasema huwezi ukaifanya maatuf alayhi dhamir muttasil, kwa hiyo yeye akalazimika kuifanya maatuf alayhi hapa ni Allah, hasbuka Allah wa man, yani atakutosheleza Allah na watakutosheleza pia waumini, kitu ambacho wakipinga sana Ibn Taymiyyah. Akasema hapana, haiwezekani. Tafsiri yake ni kwamba Allah atakutosheleza na Allah atawatosheleza hawa waumini. Akaifanya kwamba hiyo maatuf hapa ni kaf dhamir muttasil. Akajajua Abu Hayyan akamwambia hata kitabu cha Sibawayhi, al-Imam Sibawayhi mkuu wa nahwu, katika kitabu chake akataa haiwezekani dhamir muttasil kuwa maatufun alayhi. Wakagombana, wakawa mpaka wanatengana kama hawako marafiki zamani. Matatizo ya kupinga jamhuri yamesababisha vurugu kubwa sana sisi, kwa maana kwamba yanaleta mushkeli katika fatwa vile vile. Chukua mfano mmoja, kuna wanaosema kwamba ukimwacha mke akiwa katika siku zake, wanasema talaka hiyo si talaka. Ukimwacha mke katika siku zake si talaka, lakini jamhuri wanasema ukimwacha mke ikiwa katika siku zake ni talaka na inakulazim umrejee, inashahesabiwa talaka moja. Hapana mushkeli hapa katikati kuambiwa kwa ni mkeo unaweza kumrejea tu, yani hujamwacha kabisa, hapana haja rejea. Pana mushkili mkubwa sana, na haya ni madhahabi yameingiliana. Lakini sasa hapa kama tutafuata kaida al-akhdhu bil ahwati mustahabun khuruj min al-khilaf, lenye wasiwasi zaidi, ile hatari zaidi ni kusema kwamba kumwacha mke katika siku zake si talaka. Kwa hiyo hapa ina lazim kuitilia nguvu kauli jamhuri. Huwezi kuacha kauli jamhuri kwa sababu kwamba si hoja na ukafuata kauli ambayo si jamhuri, wakati hii kauli jamhuri ina nguvu nyingine. Mwanamke akiwa katika ida ya khul'u, jamhuri nasema akiwa kaachwa katika khul'u, ikiwa katengana na mumewe kwa khul'u, ida yake kama vile ida ya talaq. Walmutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Hiyo ndio kauli jamhuri.
Mwingine anasema hapana, ni hedhi moja tu, mzozo unatokea hapo. Yote masala hatari. Lakini turudi katika kaida sasa, al-akhdhu bil ahwati mustahab khuruj min al-khilaf. Njia nzuri ya kushika ni ya jamhuri. Tukisema kwamba hiyo tayari bwana yataka hedhi tatu au yataka tahara tatu, kweli maana akija mtu ataka kumuoa mwanamke yule hawezi kumuoa, asubiri muda ule uishe wa hedhi wa nini wa aida ya talaka, kuliko kumwambia wewe hedhi moja tu kwamba atakuja kumuoa, pana hatari kumuoa mke ambaye bado katika ndoa ya mtu mwingine. Yote yanatokana na nini? Udharau zile kaida ambazo kama zimewekwa. Matatizo mengi yanatokea siku hizi sisi kutokusoma fiqh kama nilivyosema mwanzo. Watu wanaswali sivyo. Swala ya Ijumaa hapa Sheikh kazungumzia hapa khutba kwa jumla, lakini khutba haipewi haki yake kabisa. Kwanza khutba inakuwa ndefu kuliko swala, wakati ndani ya fiqh imeelezwa katika vitu vyote vya fiqh, madhahibu yote yanasema kwamba swala ya Ijumaa khutba iwe fupi, swala ndio iwe ndefu. Hata basi kwa maulidi pia, kwenye maulidi pia, hata maulidi watu wameyasahau ile kusoma maulidi. Wakana yaksuru al-khutba al-jumu'iyya, katika barzanji hiyo, lakini watu hafuati. Anasema dakika 40 dakika 45 ana khutubu, alafu anasalisha watu kwa inna atainaka. Subhanallah. Leo misikiti mingi Dar es Salaam, misikiti mingi ukiswali siku ya Ijumaa si rahisi kumsikia imamu raka ya kwanza anasoma sabbi isma rabbikal a'la, anasoma aya nyingine kuonyesha kwamba yeye kahifadhi aya nyingi sana, kumbe amekhalif. Hapa mimi miaka mingi sijamsikia. Nimemsikia mgeni aliyokuja kule wakati kulikuwa mashindano ya Qur'ani hapa, akajwa imamu wa msikiti wa Maka Madina. Sasa alikuja mmoja hapo katika maimamu huko, alikuwa Maka Madina yule ndio aliswalisha msikiti ule wa mfalme sita huko, mfalme wa sita huko. Yeye akaribishwa siku ya Ijumaa, akasoma raka ya kwanza sabih, raka ya pili akasoma hal ataka hadith ghashia. Mambo yamo katika sunna bwana. Basi haya tuseme siku nyingine unawapa dhauku watu, kaacha wapangalao waathirike kwa Qur'ani, lakini sio kila Ijumaa unaacha sunna. Suratul Kahfi haisomwi siku hizo, siku ya Ijumaa haisomwi. Zamani sisi wadogo tunakumbuka kuna vijisahafu dogo rangi nyekundu vinakaa pembeni ili watu wasikose Suratul Kahfi, haisomwi siku hizo. Kwa hiyo mambo mengi sana ambayo kwamba yamo katika sunna yameachwa. Kabla ya magharibi labda msikiti Qiblateni, msikiti Mtoro, sijui na msikiti Manyema, lakini misikiti mingi na ukileta utakuwa umeleta fitna kubwa sana. Nyingine kama nilivyosema siku ya mwezi wa mfungo 3 kama hivi, takbiri inaletwa, wengine waleta baada ya salati al-maghrib ndio takbir. Madhehebu gani nilisema kwamba mimi kwambia mimi Imamu Malik ndio kasema baada ya dhuhuri. Sasa afadhali ingekuwa Khalid Imam Malik, unaacha kabisa takbira mpaka wakati unapotaka wewe. Mwingine mashayikh swalisha hawezi kutofautisha baina tashahud al-awwal, tahiyatu ya kwanza na ya pili, ni sawa sawa, au pengine anarefusha kule katika kisimamo, anaefupisha katika tashahudi, na pale unaambiwa mahali pa dua mpaka mwisho. Umekuwa katika wakati kama huu munasib, wakati huu ndio wakati wa kuomba dua katika siku tukufu kama hii ya Arafa. Hapewi nafasi mtu kuomba dua, na dua zote zilizomo katika tashahudi dua maathur, na zote zina maslaha kwako wewe. Lakini utamwona mtu haraka, imamu anatoa haraka salamu ndio kishamaliza. Haya mambo yote kutokana na nini? Watu kutokosoma fiqh. Na watu wakiacha fiqh, hatari kubwa sana kupotea sunna. Ndio sababu sisi ya kuanzisha kitengo hichi cha Muntada al-Fiqh al-Islami, ili baadhi wakati tunakaa pamoja kazungumziana, tukahimizana yale mambo yaliyoachwa yasiachwe. Tusimwache sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na sisi. Hatuna sisi wa kuweza kumfuata isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaletwa kwa ajili kufundisha sisi. Sasa leo ikiwa hatufuati mwenendo wake,
tutafuata kitu gani? Mwenendo wa nani? Sasa hii ndio habari ambayo sisi tunataka tusisitize. Mimi tu maudhui yangu nimezungumzia kwa fupi tu, na nitoa nafasi kwa mwenyewe mwenyekiti kama anatoa nafasi watu kuchangia au mengine. Barakallahu fika, jazakallahu.